Kuna wakati ambapo maisha unayoyaishi unaweza ukayaona katika watu waliokutangulia. Ina uwezekano jinsi inavyofanyika katika maisha yako imefanyika kwa auntie, kwa uncle, hata kwa shosho yako. Kuna watu ambao ukiangalia jinsi hali ilivyo, either iwe ni success ama ni kulemewa, ni vitu zinazojirudia. Kuna pia magonjwa ambayo ilipata waliokutangulia, ma-aunties, ma-uncles na hata mababu, ambao hiyo ugonjwa pia inatokea. For example, kuna familia ambao iko na magonjwa kama ya dementia. Unapata dementia ilishika uncle, ikashika guka na ikashika wengine, na ina uwezekano ya kwamba hiyo dementia inaenda kushika mpaka hiyo kizazi ambayo inafuata. Kuna wakati mwingine unapata ni magonjwa kama ya pressure, magonjwa kama ya stroke, magonjwa aina mbalimbali, lakini unapata yaliyofanyika kwa wengine waliokutangulia yanaanza kufanyika katika maisha yetu. Wengine ni hali ya ndoa. Unapata ya kwamba auntie aliolewa akatupwa na mume wake na wakakosana, na si kwamba ilikuwa ubaya wa auntie ama nini. Ukiangalia unapata ya kwamba alikuwa na haki ya kuondoka katika hiyo ndoa, sababu aliteseka na alisumbuka, na hiyo jambo inakuja kufanyika tena katika kizazi hiki, na unapata ilikuwa imefanyika pia katika kizazi kingine kabla auntie hajazaliwa, kizazi cha mababu. Hii yote inapofanyika, kuna jambo moja tunafaa kujiambia ama kujiuliza, because inapofanyika ni kusudi ya kwamba ni kitu ambao iko katika familia yetu. Kila familia iko na masaibu yake na iko na uzuri na iko na mabaya kulingana na yaliyofanyika. So wakati hali kama hizi zinafanyika, tunasema hii ni evil pattern ama ni pattern ya kiroho, tunaitwa spiritual pattern, pattern ya mambo inayofanyika katika dunia ya rohoni na inafanyika katika watu ambao ni wa familia fulani. For example, pia ikiwa kizazi kilichokuwepo awali kulikuwa na wachawi ama waganga, kulikuwa na watu ambao walifanya ibada zile za miungu ya tradition ama miungu ya kiasili, basi katika hii kizazi unapata ile hali imeanza kuingia ndani ya watu wengine. Kuna watu ambao hata ingawa hawapendi, hawataki, lakini uganga unawatoka ndani yao. Kuna tabia za kiganga zinatoka ndani yao. Kuna watoto ambao wako na tabia ambao zinakaa kama za mababu ama kama za kizazi kilichotangulia. Napata mtoto ako mdogo na haelewi kitu, lakini ameanza dhambi na uovu ambao ulifanywa na vizazi na vizazi, na hiyo tabia imeanza kukua ndani yake. Hii inamaanisha katika hiyo familia kuna kitu ambao inaitwa the evil pattern ama spiritual pattern inayofuata hiyo kizazi. Vijana wamemaliza shule vizuri, lakini dakika zingine zinazokuja unapata wameanza kukunywa pombe kama babu yao tu, vile babu yao alikuwa anakunywa pombe. Hii ni evil pattern ama spiritual pattern ambayo inawaandama na inatoka kutoka vizazi na kizazi, na inaenda ikishika vizazi vingine tunapoendelea. Kumbuka habari ya Ibrahim alipomkataa mke wake, alipoenda na akakana mke wake akasema huyo ni dadake. Hiyo tabia ilifuata kijana yake Isaka, naye Isaka alipoenda na mke wake alienda akamkana pia, kama tu jinsi ilivyofanyika wakati wa baba yake Ibrahim. Na hii inakuambia ya kwamba hiyo si kitu tu imefanyika, ila ni kitu ambao iko katika mizizi ama iko katika hiyo familia, na inawagojea, hata inagojea wale wengine watakaozaliwa. Sasa ninapozungumza, kuna watu ambao wametoka na wameenda kung'ang'ana kutafuta kazi, lakini kuna umasikini katika hiyo familia
ambao unakusubiri ukushike, ukutese kama vile ulitesha baba yako na watu wengine katika hiyo familia. Kuna mabaya na mazuri, kuna magonjwa yanakugojea ikushike katika kiwango fulani cha maisha, sababu ni pattern iliyoko katika maisha ama iliyoko katika hiyo familia ambapo unatoka. Na ni kitu cha muhimu kuelewa ya kwamba hali kama hizi ni vitu zinafaa kuangaliwa sana, sababu haijalishi bidii unayoiweka. Actually, watu wengi ambao ni matajiri sio kwa bidii yao. Watu wengi ambao wamejulikana, wamekuwa famous, the stars, sio kwa ajili ya mambo wamefanya mazuri, lakini ambao imesababisha wajulikane, wafahamike, na waweze kujulikana kila maeneo. Lakini kuna watu ambao wako na uwezo wa kufanya zaidi ya hao. Kuna watu wako na uwezo wa kuimba zaidi ya wale wanaoimba na wanafahamika. Kuna watu wako na uwezo wa kutenda mambo vizuri kuliko wale walioinuliwa ama wale wako katika viwango za juu. Lakini ukweli ni huu, hawatafika hizo viwango kwa sababu ya kwamba kuna evil pattern ama the spiritual pattern ambao imeweka mipaka wasiweze kuvuka, ambao evil pattern ambao imeweka kizuizi ya kwamba hao watu hawawezi wakavuka kiwango fulani ya maisha. Hizo evil pattern zitawazuilia na hawataweza kwenda mbali, hawataweza kuvuka na watabaki in the same katika maeneo moja, miaka nenda miaka rudi. Wengine wanakufa katika hiyo umaskini, wanakufa katika hiyo hali ya kusumbuka. Wengine wanakufa kwa ile magonjwa walioirithi kutokana na mababu na mababa yao. Kuna familia sahii tunapozungumza, utapata hii mwaka wamezika, hiyo mwaka ingine wanazika, hiyo mwaka ingine wamezika, iwe ni cousin, iwe ni auntie, iwe ni uncle, iwe ni guka. Katika hiyo familia ikiendelea katika hivyo, inaonyesha katika hiyo familia kuna evil pattern ambao ina claim mtu moja kila mwaka, ina claim kukufe mtu katika kila mwaka. Hiyo tunaita evil pattern ama spiritual pattern ambayo inakuja kuhakikisha ya kwamba kuna mtu anaaga, kuna mtu anakufa katika hiyo familia. Ukweli ni kwamba hii isipoangaliwa itaenda ivuke katika kizazi ambao kinachokuja na kutakuwa na masaibu kama hayo. Kuna familia ambayo ng'ombe hukufa, zikifika ng'ombe 5 lazima moja ikufe. Ikifika ng'ombe 5 ikienda kuzaa ya 6 lazima ikufe ama iibiwe ama kitu ifanyike isababishe hiyo ng'ombe isikue katika hiyo familia. Hiyo inakuambia katika hiyo familia kuna evil pattern ambao haikubalishi upite kiwango cha namba 5, upite kiwango ambao haipiti. Na hiyo ndio maana vitu zinafanyika, hali inakuwa inasababisha vitu ziendelee kuwa chini. Kuna watu pia katika kazi, ila wakati ambapo amepata mshahara, hiyo wakati ndio simu inatokanga nyumbani. Unaambiwa mtoto sijui ameanguka kutoka kwa mti, amegongwa sijui na ng'ombe, sijui amefanyiwa nini na mbuzi, na kwa hivyo anahitaji pesa apelekwe hospitali. Na hiyo inafanyika kila wakati ukipata mshahara. Kunakuwa na sababu inakuja kuchukua hiyo pesa ambayo umepata, ili hiyo pesa isikusaidie kuvuka kiwango fulani. Shida ni kwamba kuna evil pattern ambayo imeweka kiwango katika hiyo familia ya kwamba kama umeweza kujilipia nyumba ama kama umepata kazi, hiyo kazi itakuwa tu ni ya kulipa nyumba na kukula, lakini hakuna kitu ingine ya muhimu ambao utawaifanya katika kazi ambao umeipata. Na hii ni jambo inajirudia, mwisho wa mwezi jambo linapatikana, hiyo mwisho mwingine wa mwezi kitu ingine inafanyika, hiyo mwisho ingine ya mwezi ukipata pesa, sasa ni wewe unagonjeka unaenda hospitali. Hiyo wakati mwingine mwisho ingine ya mwezi ukipata pesa unasikia sijui mke wako ameshikwa na nini. Hiyo ingine ikienda unasikia sasa sijui ni ng'ombe zinahitaji daktari ya kuja kuzidunga shindano, tuma pesa. Na unapata ni jambo lilianza Januari, kila wakati ukipata pesa zinajipanga zinakuacha, zinajipanga zinakuacha. Kwa ukweli ni kwamba hizo pesa zinajitafutia maeneo ambao zitaenda, zinajitafutia kazi ambao zitafanya, na budget yako ya miaka na miaka inabaki
kuwa pale pale, budget ambao haibadiliki, budget ambao hakuna kitu inabadilika, unabaki jinsi ulivyokuwa Januari mpaka mwezi wa Disemba. Wakati huu tuko tunaelekea mwezi wa Disemba, kuna watu vile walianzia Disemba ndio watamaliza Disemba, na hiyo imekuwa ni pattern, imefanyika mwaka baada ya ingine, mwaka baada ya ingine. Hizi ni evil pattern ama spiritual pattern ambazo zinakufuata, ambazo zinafuata maisha yako, ambazo zinafuata biashara yako, na ukweli ni kwamba hautaenda mbali kama hautazimaliza the evil pattern. Wakati ambapo umeanza biashara zinainuka, wakati uko sawa, uko vizuri. Actually kuna watu ambao akipata kazi mume wake anafutwa, mume wake akipata kazi ya huyu mwingine inaisha, na inakuwa ni ka pattern kanakaa hivyo. Hata saa zingine unashindwa ni nini ambayo inafanyika, na unaomba unatafuta msaada na ipatikani. Saa zingine unapata wakati ambapo umetoa pesa kanisani, especially unatoa fungu ya 10 kanisani, ama unapea mtumishi wa Mungu pesa yako, hiyo wakati mwingine mambo mabaya yanakupata, sababu kuna evil pattern ambayo inakuzuilia, imeweka viwango, imeweka vizuizi, na inasababisha vitu zisifanyike. Na ni vizuri kuelewa ya kwamba hizi ni vitu ambao unaweza maliza, ni vitu unaweza zimaliza kwa kuzielewa na kupigana nazo. Ukiwa unapitia hali kama hiyo, ningekuomba tafuta wakati ukuje hapa HKM Mihango Utawala, na tukaweze kuomba pamoja, na tukaweze kuondoa hizo evil patterns, na maisha yako yatabadilika, hali yako itabadilika, na Mungu ataonekana. Mungu awabariki na awe pamoja nanyi.